forgive. Kusudi usamehe mtu. So that you can forgive someone. Inabidi kwanza upate huruma. You need to have pity on him first. Ndugu, nimekukosea. Really have wronged. Na unaona mtu anaanza lia. You see someone is starting crying. Kusudi umsamehe. So that you can unahitaji kuona uzito iliyo ndani ya moyo wako. Na kilio chake. And his cry. Na kusamehe ndugu. Na ile mambo imeisha. I forgive that things are over. Kuna wengine hata machozi. Wana hata ulia namna gani. Even if you cry out. They are strong people. Kama atalia damu. Even if you cry blood. Let him cry. Basi atalia damu. Will he cry through blood? Bongo yake anataka naziingisha bongo. I just making you pretend. Anaziingisha kana bongo. Just cry for that. Ukaone vile kama. See. Mtu iko na lia, iko na uchungu. Lakini wewe hauone huruma tu. I don't have mercy on him. Je, unampenda kweli? Do you love him really? Bwana tusaidie sana. May God forgive us. Upendo wa jirani. The love for neighbor. Tusome ile Yohana wa kwanza bado. Let us sura yake 3 mstari wa 17 hapo mahali tulikuwa. Ile mstari ya kufuata. 1 John 3:17. Lakini kama mtu akiwa na mali ya dunia kisha akaona ndugu yake ni mhitaji akamfungia huruma zake, namna gani mapendo ya Mungu yakaa ndani yake? Amen. Amen. Eti unapendaka fulani. That you love someone. Eti unapendaka ndugu yako. That you love your brother. Eti unapendaka na nini? Maybe you love one. Na una kitu. And you have something. Lakini unajifungiaka kwa ile kitu. You just make yourself. Au uone huruma na ile kitu. Have mercy with your. Je, unampendaka? You really love him. Ndio Biblia inasema. That's the Bible says. Unasema unapendaka ule fulani. Lakini wakati anakuja kwako. But when he comes to you. Ndugu, niko na shida. Brother have problem. Akili yako inakuja nasema your mind just says. This could be. Nishakazoea. You just a robber. This is the way. Unakuwa kulomba. I'm just a question of begging. Kisha Mungu alishapata shida The sana. man of God just a problem. Unazoea kwenda kunywa machai mu manyumba za You watu. just go and drink tea in people's house. Manyumba za watu unaanza kontrolea kila You kitu. just check in the people's house. Kama unajifungia kitu cha kuweza kumhurumia nacho, je, unampenda? You really love him. Haijalishi alitoka wapi, lakini anakuja na shida. Usijifungie na kitu wakati uko nacho. Hii sio upendo wa jirani. This is not a love of labor. Cha tuone jambo la tatu kwa haraka. That's the third thing. Beta nizungumzia huko mbele, lakini talisema tena. Kutii na kushika amri. To obey and keep commandments. Kuna amri na kuna sheria. There is commandments and law. Wakati unapenda Mungu, when you love God, utapenda amri zake. You will keep his commandments. Na utazitii. And you will obey. Na watu wanajua amri. There is people know commandments. Lakini hawazitii. But they don't obey them. Biblia inasema hivi. The Bible says. Kuzishika amri. To keep them. Na kuzitii. And to obey them. Tunahitaji kuwa nayo ikiwa tunapenda Kristo. You have to have them if you love Christ. Some ile Injili ya Yohana pale sura 14. Let us read the Samahani, ndio Injili ya Yohana sasa. Sura yake 15 mstari wa 10 hadi 12. The Gospel of John verse 14. Kutii na kushika amri. To keep and obey. Injili ya Yohana sasa. Ya 15 mstari wa 10 hadi 12. 15:10-12. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. Kama mkitii amri zangu, mtakaa katika mapendo yangu. Kama vile mimi nilivyotii amri za Baba yangu na kukaa katika mapendo yake. Amen. Maneno haya ninawaambia ninyi kusudi furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Amen. Hii ndiyo amri yangu, mpendane. Amen. Kama nilivyowapenda ninyi. Amen. Amen. Ni neno la Mungu. This is God's word. Na amri yangu ikiwa itakaa ndani yangu. And if my commandment will stay in you. Ikiwa maagizo yangu itakuwa ndani yenu. If my commandment will stay in you. Ni kwamba upendo wangu uko ndani yenu. My love is inside you. Kitu ambacho naongeza pale sema hivi. Ninawaambia hii. Kusudi furaha yangu iendelee kuwa ndani yenu. Ni kwamba wakati tunatii amri za Mungu, Mungu anafurahia sisi. God is pleased with us. Wakati tunaheshimu amri za Mungu, anatufurahia. He is pleased with us. Anajitapia sisi. Anaona huyu ni wangu. This is mine. Hawezi kuwa wa mtu. You cannot be someone else. Hawezi kuwa wa Yesu. You cannot be for Jesus. Wakati haushike amri zake. When you don't keep his commandments. Hata mtoto kwa nyumba. Even the child in the house. Na watoto ambao wazazi wameshasema ule aende kule. The child people say. Sababu alikataa kushika amri
amri za Because he refused to keep parents' na baba commandments. akasema no, na utoke kwangu. Leave my house. Uende ufanye vile utawezaka. Go and do whatever you like. Tangu leo sikuzui mtoto. For today I don't do what you Sababu want. hausiki yake. Because you don't listen. Lakini wakati anashika But amri, when he keeps, Biblia inasema baba anapendezwa na ule mtoto. the Father is pleased with that. Na Yesu meme shows. The same Wakati Jesus. tunazishika amri za When we obey wakati Jesus, tunazitii, when we obey ni Him, kwamba yeye anafurahishwa na sisi. then He is pleased with Na us. ndio naona upendo wake That's ndani yetu. where He sees His love inside us. Eti amri ya kwanza, That the first love, umpende Mungu wako love your kwa God, moyo wako wote, for all your kwa heart, nguvu zako for all zote, your power, kwa uweza wako for all your wote, na strength, kwa mali yako and yote. all your wealth. Na ile amri hautaiona kuwa ni nzito. And that one will not receive as a burden. Mara nyingi watu wanaanza kaona maneno ya Mungu ni mazito sana. Many times people will see God's word as a very hard. Sababu inasumbuaka bwana. This of Jesus also are very. Kwanza ikifika habari ya kutoa hii, When it comes to the time to give, bwana vinakuwaka dini bwana. they are very strong. Sawa wanaingiaka kwa kutoa wanasisitiza sana. They are very strong when they come to give. Kitu fulani kutoa wanasisitiza sana. When they come to this time, they Sababu are very, unakiona ni kizito. because you see very hard. Lakini ikiwa unampenda But Kristo, if you love mambo Christ, ya Kristo hayatakuwa mazito kwako. whatever of course will not be burden to you. Na watu kwenda kanisani kuwafuruta. There are people to go to church. Tena leo tena imefika tena. Again today is Sunday. Kwa ndugu tuko na mkutano leo tena ni We mkutano have tena. again this kind Kwa of. ndugu tuko na mafundisho tena ni mafundisho tena. These teachings. Amri za Mungu God is a ziko nzito kwao. They are burden to Lakini them. Mungu anataka But God wants. kama unampenda, If you love amri him, zake zitakuwa nyepesi His kwako. commandment will be. Hautakuwa mtu wa kusukumwa You not be kuomba. someone to be pushed. Hautakuwa mtu wa kusukumwa You kufellowship na not be wengine. pushed to go to fellowship. with Utakuwa others. mtu ambaye utafurahi You be someone to be wakati pleased. unaambiwa twende nyumbani mwa God Bwana. have been asking to go to God's house. Daudi akajua ile. David knew this. Ndipo akasema alifurahi. That's why he said he was Wakati pleased aliambiwa na twende nyumbani when mwa I've Bwana. been asked to go to God's Sababu house. amri za Mungu ndani yake Because God's commandments alijua ndio zinamfaa na he knew kutosha. that way fit for him. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise God. Jambo la nne, Fourth thing. labda ndio ngumu na kubwa, And this is great and hard. kuamini na kuwa na imani kwa unayempenda. To believe and have faith to someone who will love. Kisoma Waebrania sura 11 mstari wake wa 6. If you read in Hebrews, Biblia inasema vema ya kwamba the Bible says, na pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. without faith is very hard to please God. Imani inatembea na kuamini, Faith walks with belief. na uaminifu uko katika imani. And faithfulness is inside faith. Wakati Believe. unaamini mtu When you believe someone, ni kwamba unaweza unamulalia, you just unamtegemea, you lay on him. unamtegemea. You just lay on that Unajua person. kwamba ule mtu You know that person yeye ni support yako, is your na support. hata kuachilia And uanguke, will not let you sababu fall unamwamini because you believe him. ule mtu, unamwamini ya kwamba That one believe him. kama wengine wanaweza kukuua, Other people yeye iko pale kukudefend. He's there to defend you. Kama wengine wanaweza kukukataa, Someone will yeye deny you. atakufa na wewe. He will die with you. Lakini shida ni kwamba But the problem is, kuna watu wanasemaga wanapenda wengine, there is other people say they lakini wako tena kwa love, upande wa maadui zao. but they are on the side of their enemies. Unajua wakati mtu anakupenda, When someone loves you, unamtegemea hako, you just rely on unajua him. bwana, saa ya shida At the time of problem, nitamwambia shida yangu I will tell you my na problem, nitapata solution. and you will get a solution. Lakini kuna wengine saa ya But shida other when time of problem, ulimtegemea, you just rely on him. ulipomletea shida You don't tu rely on ukajiua him, wewe. or just kill yourself. Vile tu unamaliza kumzungumzia After just talking to dakika him, 3 tu, 3 minutes after, Facebook ilisha yala zile, all the Facebook is around. YouTube ilisha yala, YouTube is full. habari imetembea na kumasimu. They use all the phones. Saa hii tu ndo anatoka hapa, I just left. ameniambia hivi na hivi na hivi na hivi. This and this. Ndugu, and that. nilikuamini Brother, I believe sababu you nilikupenda because I loved na you. nikajua uko And pale I knew you were there kushiriki vita yangu, to fellowship in my uko problem. pale kunisaidia, You're there to support uko me. pale kunijenga You're there to build wakati me. mimi nabomoka, When I've been destroyed, lakini you wewe tena ndio unanibomoa are the one to destroy me sababu again. hauna imani na mimi, Because you don't have faith in me. wala na mimi sikuamini And tena. I don't believe in you. Ikiwa Kristo ametukanwa siku ya leo, If Christ has been made ni like, sababu watu hawakumwamini, it's because the people do not believe him. ni sababu hawana imani juu ya Yesu It's Kristo, because they don't have faith in Jesus Christ. na ndio sababu hata makanisani That's why in the churches, kuna watu wengi hawasalimiani, there is people that don't agree. kuna watu wengi hawaongeleshani, Many people they don't sababu together wenda wamekosa kuaminiana. because they don't believe in each other. Unaishi na mtu You live with lakini someone, haumuaminie, but don't believe him. unashiriki na mtu You fellowship lakini with him, haumuaminie, but you don't believe him. na bila kuwa na imani And without na faith, upendo itakufa. and the love will die.
Wakati tunakuwa tunasema there is a time we say ni siku za mwisho na imani upendo wa wengi utapoa. This is the last time and people will like. Lakini Biblia pia inasema hivi. Right, the Bible says. Ole kwa wale ambao dalili hizi zitawatimilikia hapo. These scriptures will be complete to them. Mkristo asingekuwa ni yeye. A Christian should not be anayeacha imani ya wengine inakufa. Someone will leave others' faith to die. Mkristo ni mtu wa kujenga. A Christian is someone to build imani ya wengine kwa njia ya upendo wa Yesu Kristo. Through the love of Christ. Kuaminia. To believe. Mume na mke wanapoishi pamoja. Husband and wife to live together. Sababu wanaaminiana. Because they believe in each other. Baba na mtoto wanapokuwa pamoja. Father and the son were together. Mtoto anajua huyu ndio baba yangu. Because the son knows this is my father. Huyu ndio mama yangu. This is my mother. Nikiwa na shida, when I have a problem, hapo ndio watanisaidia. This is the one who will help me. Na ndio sababu mtoto kujivunia wazazi wake. That's why the child is proud of the parents. Unajua kama mzazi anaweza kosa. So you know the child doesn't know that the parents can lack something. Wanaenda kule kwa masomo. They go to the school. Kati moja huwa ninashangaa mimi. When I tell I'm very astonished. Wanaenda kule wanaambia kwamba siku fulani kila mtu akenda $50. This day you have to come with $50. Sababu itakuwa pizza day. Because it's pizza day. Nani atakamata mafomu? Who will come and bring you, will take a form. No, my father is don't bring. Father will have that money. Alafu yule mtoto alete ile form. And when the child brings the form, hatuna pesa. You don't have money. Haelewi. How come? Baba anaweza kosa pesa. How come? Mzazi anaweza kosa pesa. Sababu huyu mtoto anaaminia baba yake. Anaaminia mzazi yake. Believe his parents. Hata katika upendo wa Kristo kuna watu ambao Kristo anajivunia. Kuna watu ambao anajua hawezi kuniaibisha. Lakini kuna pia watu ambao Kristo hana imani na wao. Christ doesn't believe in them. Na watu ambao hata Yesu wakati anawaona akihesabu when they counting people, au anahesabu yaka wengine anarukaka wengine. He just counted the job. Baba anasema ule no. Siwezi kumwamini. I cannot believe him. Sababu gani hata amini? Because matendo yake, his action, mahali zake za kuishi, his way of living, hazilete uaminifu. They are not being kwa yule anayempenda. For that one who loves him. Kwa hivyo ndani ya upendo, so that inside tunahitaji pia kujenga uaminifu. We need to build faithfulness. Ndugu, unajua kuna baraka zingine ambazo tunachezesha. There is other blessing we play with. Kuna mama mmoja nilimjua alikataa Bwana. There is a woman who denied her husband due to ya pombe. Because of huyu mama alipenda pombe sana. This woman was a drunkard. Sana. More than more. Na siku moja bwana yake akamwambia. One day his husband told him, mimi nataka frema uchague. I want you to choose now. Esko utaishi na mie utakatala pombe ama utabakia na pombe na usiishi na mimi? Will you deny to have drink or stay with me? Mama akamwambia tu yeye. The mother said, ulinioa na mimi nakunywa pombe. You took me, I was siwezi kosea pombe juu yako. I cannot lack kwenda. Leave me alone. Mtu anaweza iona ni jambo ya fasile. You can see that ama ni jambo yenye iko bizarre. It's funny thing. Lakini kila mtu iko na uamuzi wake. Everyone has his choice. Kitu ambacho unakipenda sana, what you love more, unataka ukipatie heshima. You want to give it value zaidi ya vitu vingine. More than other things. Na kuheshima unayoipatia inafanya ile kitu kikuaminie. Make this thing to believe in you. Ninataka sasa hii pombe nataka kuimalize. Nataka kuifanya sawa vile mtu. Make it like a passion. Ni kwamba sasa hii pombe iliona ya kwamba inaaminika zaidi ya ule bwana. Believed more than that husband. Hata Kristo. Christ. Kuna watu wanaaminia vitu zaidi ya Kristo. There is people who believe in things more than Christ. Na mmoja anaaminia masomo zaidi ya Kristo. Someone believe in studies more than Christ. Wengine wanaaminia wazazi wao zaidi ya Kristo. Others believe in parents more than Christ. Wengine wanaaminia kazi zao zaidi ya Kristo. Others believe in their works. Wengine wanaaminia mali na pesa walizonazo zaidi ya Kristo. In wealth more than Christ. Na wakati hauaminie Kristo, don't believe na Kristo naye hakupendi. Christ only doesn't love. Sababu anasema ninawapenda wale wanipendao. I love those na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. They will see me. Wananitafuta kwa imani. They look me. Wananitafuta na mali zao. They look me. Wananitafuta na nguvu zao. Na mimi nitajionyesha kwao. I will show to them. Ile ni principle ya mbinguni. This is heavenly principle. Wakati unakataa Kristo, when you refuse Christ, naye anakukataa. And he refuses you also. Wakati unamrudilia, when you come back to him, Kristo unisamehe. Christ forgive me. Anakuhurumia. He forgive you. Sababu anakupenda. Because he loves you. Hiyo ndio principle ya mbinguni. This is a heavenly principle. Jambo la mwisho la tano. Last thing, na ndio kubwa sana hapa. That's a great one here. Ni maneno na habari za kweli. Words and true news.
Tusome Yohana sura 15. Let us read John 15. Na ule mstari wa 15. Verse 15. Nitapenda mwingine asome pale, lakini Papa Filipe sababu yeye katika ile Yohana wa kwanza atatumia Yohana wa kwanza 3:18. Lakini mwenye yuko tayari mwingine atumie Yohana 15 na mstari wake wa 15. Some. Asante. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyosikia kwa Baba yangu nimewaarifu ninyi. Amen. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise God. Wakati wewe unampenda ndugu yako, when you love your wakati unapenda bibi yako, when you love your wife, wakati unapenda bwana yako, when you love your husband, haungepaswa kuwa na siri. you should not have a secret. Haungepaswa kuwa unamdanganya. You should not cheat him. Haungepaswa kuwa unamfanya ujanja. Trick him. Unahitaji kuongea ukweli. To speak truth. Communication Communication ni kitu kikubwa katika upendo wa jirani. In neighbor's love. Communication ni kitu kikubwa katika kujenga confiance. To build confidence. Communication ni kitu kikubwa kinachokutanisha watu pamoja. That bring people together. Ule anayependa mwingine, someone who loves anamwambia hata yaliyo siri. Yesu anasema hivi, siwaiti tena watumwa. I'm not calling you against. Sababu yeye umekuwa marafiki zangu. Because you are not my friends. Kama mtumwa ndio unadanganya. You know you can cheat a slave. Ilete mfano hapa mfupi. I can bring a short example. Kama uko boss, if you are boss, na uko na mwenye anachunga mlango, and you are a doorkeeper, uko na bibi yako, you have your wife, na uko na mfanyakazi, and you have a servant in the house. Sasa unataka enda una jambo fulani kwenda kukutana na uko na gold hapo, kuna kitu chako fulani unataka kuuzisha mtu fulani. You have something to sell. Unaambia bibi yako hivi, you tell your wife, mimi naenda kuuzisha hii gold yangu. I'm going to sell this gold. Naenda kuuza hii dhahabu yangu. I'm going to sell this. Na wakati nauzisha, and after selling it, nikishamaliza tu mimi narudia tena. After that I come back. Bibi anajua unaenda kuuzisha nini? Dhahabu. The wife knows that you go. Wakati unafika kwa mlango, when you reach at the door, na bosi unaenda wapi? Boss, where you going? Naenda tu hapa bibi. I'm going this. Nitakuja saa hii. I will come now. Sinaeleweka pale. Am I understood? Ule mwingine nilimwambia chenye naenda fanya. Someone I don't know what I'm going to do. Huyu mtumwa anamwambia naenda tu hapa. Hizo ni habari mbili tofauti. This is two different news. Sababu relation yangu because my relation na huyu wa kumlango na ule wa ndani ziko tofauti. They are different. Sijui vile unaongeaka na wenye unawapenda. I don't know how you speak to those whom you love. Sijui vile unaongeaka na mume wako ama na mke wako. I don't know how you speak to your husband or your wife. Sijui namna unaongeaka na wenzako na mshirika wa kanisa. I don't know how to speak with the fellowship. Huenda kuna kwenye unaendaka. Somewhere you go. Unaambia watu na wasijue kwenye niko. You say I don't know. Lakini kuna kwenye unaendaka. That is where you go. Kuna mwenye anajua kwenye uko. And someone knows where you are. Na anajua kwenye uko unafanya. And he knows what you are doing. Kuna wengine watu wao. But others they don't. Ile ndio inaonyesha degree ya upendo wao. This show the na watu ambao wanaishi nao. With people living together. Na watu wanaweza kuwa wanakuwa kanisani. There are people in the church. Anaweza fanya miezi 6 mwaka mzima. Can do 6 months. Anaweza fanya siku 2 siku 3. 2 days 3 days. Hamuonake. You don't see him. Na hamutajua ni kwako wapi. And you never know where. Na siku mnamuona. And when you know him, c'est normal. Okay, it's okay. Na kuna mtu mwingine, someone else, hata kama kesho hatakuwa, even if tomorrow not, Saturday amesha waambia, Saturday just wapendwa, labda kwa SMS, wapendwa, mimi sitakuwa sababu nimealikwa mahali fulani. Inaonyesha namna gani anapenda wenye iko nao, how he loves the one besides him. Kama ni akitaka majua, akitaka basijue, inategemea na uhusiano wa karibu na wa mbali. It shows the relationship between communication ya kweli, the true communication. Tusomee pale ndugu Filipi. Let us read there. 3:18. Inapomalizia. Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, kwa samani. Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, lakini kwa matendo na kweli. Amen. Amen. Kwa matendo na kweli. Through action and truth. Unajua watu wamedanganyika sana huku nje. People have been cheated here outside. Hata zaidi wadada wetu wa kieusi kwa weusi. Especially our black sisters. Labda na wamama wetu. And our women. Wana na vijana wetu wa fulana na wanaume. Even our youth boys. Wakati anapita kule nje. When he goes there outside. Akiona mtu yuko na kuhusiana pale nje. If someone anaona huyu ndio anajuana kupenda. Or this knows how to love. Akiona namna wako
wanatembea wanakamatana hivi kumikono. Holding hands together. Ule tu ndio ndio napendaka manipende. This is how I want people to show love to me. Lakini ile inaweza onekana kwa matendo. But this can be seen. Lakini haiko kwa roho. It's not inside the heart. Nilishituka mimi kusikia ya kwamba kuna watu wanaishi kwa nyumba zao. There is people living their house. Bwana na bibi Husband wamesha divorce. They are divorced. Na watoto hawajui. Lakini wanakaa kwa nyumba moja. They still living in one house. Wakati bwana ataenda kwa bibi zake wa nje. When the husband go to watoto wataambiwa hivi. They are being told, niko na voyage ya desho. I have a trip in 2 days. Baba yeye ataenda siku mbili. Your father will go 2 days. Sawa sawa. Anaenda lakini anaenda kwa bibi zake wengine. Mama anajua vile. And the woman knows pamoja tena. Because they are living together. Wakati mama naye ataenda kwa wapake. Wakati mama anaambia watoto naenda Hamilton. I'm going to Hamilton. Naenda kuchuma matunda. I go to take fruit. Nitafanya wiki moja. I will do 1 week. Baba naye anabaki na watoto pale. Ni watoto wajue tu. So the children tunakuaga tu na baba na mama. Lakini hao watu wameshatengana zamani. Na labda ukiingia mule. When you come there, baba iko naosha masahani. Father is cleaning you. Mama habari kule sawa sheria. How are you sharing? Na watu wanaishi vizuri. Kuna mambo mengine yanawapofusha watu. The people are blind on our eyes. Lakini kweli ndio kitu kikubwa ambacho kinatembea katika upendo. That works in love. Na kweli the truth haina ndani unafiki. Doesn't have kama ni kitu mimi sipendi, nitasema hiki sikukipenda. This one I don't like it. Lakini watu wengi wameteseka sababu wanataka wakuwe wanadanganywa eti ndio wanapenda. They have been cheated that they like, they have been liked. Wamama wanapendaka kuambia alivaa mzuri. The women they like to tell them they are very. Lakini unataka kuniambia kama kila siku unafaraka mzuri. You make me that every day you are smart. Usuni kila saa ukipita tu uko smart. You are smart. Kama uko smart ni kweli. Really when you are smart you are smart. Na kama uko smart, when you are not smart, sasa nitakwambia tu ndio ulivaa haiko mzuri. Today really you look at it. Really. No, unanifunjaka tu moyo. No, vya kweli, vya kweli. Just break my heart, but truth will remain true. Ulisoma ugali. You made a good sermon. Fremaya leo. Really today. Ilikuwa mzuri sana. It was very nice. Hii ugali haiko saa ya jana. It's not like the one of yesterday. Kwa maana ya jana, mlikuwa kasoro fulani. There was something wrong. Kweli ninayoiongea. The truth is kusudi ikusaidie. Uweze kukeep up na yale mazuri unayofanya. The good things you do. Wakati nakudanganya mbaya sasa ni ya mzuri. Ndipo ninakuharibu sikupendi. I'm destroying you and I don't love you. Sikupendi. I don't love you anymore. Ukasikudanganya. Let no one cheat you. Ukifanya kosa na mtu hakuambie, when you do bad things, wewe utaanza sema ule ndio anakupenda. Kumbe ndio yuko nakuua. Is the one killing you. Sasa watoto wengi hawataki wakemewe. No, now these children they don't do rebuke. Wanawake wengi hawapendi wakemewe. Women they don't want to be rebuked. Labda na baba pia hawapendi wakemewe. The father also. No, baba vile ulifanya leo haiko mzuri. Father the way you did it. Uko na ruhusa kuniambia wewe? You have the right to tell me. Mimi yenyewe ulifanya haiko ya mzuri. What you did is wrong. Hata kama mimi sikwambia hayo, no, I don't tell you. Na nje watakwambia ni mbaya. Outside they will tell you that. Ni sababu ninakupenda. Ndio nataka nikurekebishe. I want to rebuke you. Eti upendo usikue kwa ulimi tu. Don't love just be on tongues. Upendo usikue tu kwa kusema. Don't be on words only. Lakini iwe katika matendo. Na sio matendo ya uongo, matendo ya kweli. The true actions. Mtu alifika kwa nyumba ya mwingine. Someone came on someone's house. Anampatia ugali. Just give him food. Lakini haiko na kweli. But it's not in truth. Ni sababu tuko naepuka mihali. Just escape what? Aseme yeye sikumpatia ugali. So that they cannot say didn't give him food. Hawa watu wanakuwa na mihali. These people they have complaining every time. Acha akule da. Let him eat. Kuko kweli. Is there truth in what you are doing? Bwana tusaidie. Praise God. Haya mambo matano. These 5 things yanadhihirisha upendo. They show love. Ndio kweli katika maisha yetu. That's the truth in our. Jambo la kwanza kujitoa na kutoa. To give yourself and to give. Unahitaji kutoa na kujitoa juu ya upendo. To give and to give yourself. Kama unapendaka pia kanisa lako. If you love your church. Unahitaji kujitoa na kutoa juu ya kanisa lako. To give yourself and to give for your church. Kurehemu na kusamehe. To have mercy and nahitaji kurehemu na kusamehe. You need to have pity and onea unayempenda huruma. Someone you love to have mercy. Kila yote aliye na shida umuonee huruma. Sababu wewe una upendo wa Kristo. Because you have God's Christ. Upendo wa Kristo Christ's love haubagui kabila. It doesn't look haubagui lugha. Doesn't change. Haubagui weusi na weupe. Doesn't black and white. Ni upendo wa Kristo. Christ's love. Ambayo unajaa kiungu. That's full. Ndio nasema kwamba Mungu aliwapenda. That God loved them. Wabaya na wazuri. Na wote akawanyeshea mvua. Lakini kuna watu wakati wanataka kutenda jambo, anaangalia nani mwenye ametoka kwetu, he sees who come from, nani wa lugha yangu,
who speak my nani language, wa kabila yangu, who is from my clan, nani wa hivi na hivi, who is this and nani that, alinitendeaka who kingine. did this to me. Na ndiposa Yesu akasema hivi, Let me just say, msipokuwa na imani zaidi ya Mafarisayo, more than Pharisees, sababu hata Mafarisayo, hata mataifa wanapatiaka wenye wanapenda, they give to them. lakini nyinyi hamuko kama wale. But if you are not, Nyinyi mtapatia hata maadui zenu, akiwa na njaa mtamupa chakula. if he is hungry, feed him. Yesu akasema hivi, Jesus said, ni sababu unamrehemu. because you have mercy on him. Kutii na kushika amri ndio jambo la tatu. To obey and to respect, to keep. Unapopenda mtu, When you love someone, unapopenda kanisa, when you love the church, unapopenda Bwana, when you love unapopenda bibi, have a wife, sikia, umwelewe, ujue amri zake ni gani, listen and obey, na uzitii and na fulfill them, kuzishika, kutembelea ndani yake, and keep them and sababu kwa ile obey. njia unamfurahisha. In that day you please him. Na jambo la ile, And fourth thing, unahitaji kumwamini you need to believe na kumtegemea. and to rely on him. Wakati unapitana mambo yako, When you go through, hauwezi mwambia ukweli, you cannot tell him the ni truth. ishara ya kutokumwamini, It's that na the na sign zaidi ya yote haumpendi. you don't love him. Na jambo la mwisho, The last thing, uwe na maneno ya kweli. you have to have the true word. Vijana tusio tunadanganya wadada sana. Boys, don't cheat you ladies. Kijana anapopenda dada, When a boy loves ataanza his sister, kujitapa na genye haku wake nazo. you start saying what doesn't have even. Na kama haku wake na gari ile siku ataenda kulazima gari ziko anatembelea ule dada. You will go and just Lakini yote ni uongo ndugu. this is Hata a manguo lie. yenye hauna unaanza enda kuwazima Even manguo. the clothes you don't have, you go and rent them. Sababu matendo yako Because your action, hayako ndani kweli. they are not have truth. Na hii haionyeshi And upendo. this doesn't show love. Kwa hivyo tunahitaji kushika haya maneno We need matatu to keep this fight ili going. upendo wa ndugu uweze kudumu. So that the love of Ndani ya kanisa tusipojitoa tu ya inside wengine, the don't give up ourselves. upendo wa Kristo hautaonekana. Christ love will not be. Ndani ya kanisa tusipowarehemu wengine na kuwasamehe, Have mercy. upendo wa Kristo hauko ndani ya kanisa. Christ love will not be the church. Ndani ya kanisa tusipotii sheria Inside the Christ not keep za Mungu ndani ya kanisa, inside the church. hatuwezi kupendana ndani ya We kanisa. cannot love each other in the church. Tusipoaminiana sisi kwa sisi, If you don't believe each upendo other, wa Mungu hautaonekana ndani yetu. God's love will not be seen. Tunapokuwa kusemeana uongo sisi kwa sisi, upendo wa Mungu hauko ndani yetu. God's love does Na not. ni ombi langu asubuhi ya leo It is my prayer kwamba sisi wote hapa that all of us, Mungu atuvike haya mambo may matatu God give us ili this upendo faith, wa ndugu uonekane so that the ndani ya love kanisa na of katika huduma inside yake. the love Bwana of tubariki. May Amen. God bless us. Amen.